Kwa taarifa ambazo zimetolewa na TFF ni kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa kwa muda, na ukumbuke Tanzania huu ndio uwanja pekee ambao umepitishwa na CAF kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Maana yake ndio uwanja pekee ambao umekizi vigezo na viwanja vingine vyote havijakizi vigezo. Tafsiri yake ni kwamba kuto kukizi vigezo kwa uwanja wa Benjamin Mkapa utailazimu klabu ya Simba kuhama uwanja kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine ya jirani kwenda kucheza mechi ya kimataifa kama ukaguzi utakapofanyika kwa mara nyingine utakuwa bado hujakizi vigezo ambavyo vinatakiwa. Ukumbuke uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar ni uwanja ambao nao pia haukuwa na vigezo ambavyo vinatakiwa kwa maana ya eneo la kuchezea. Uwanja wa pale Zanzibar unatumia nyasi bandia, na moja ya vitu ambavyo CAF na FIFA hawavitaki ni matumizi ya nyasi bandia kwenye viwanja ambavyo vinatumia kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa kwenye ngazi ya CAF na FIFA. Na kwenye ngazi ya CAF wanatazama kuanzia hatua ya makundi kwenda hatua ya robo finali, nusu finali na finali, lakini pia kwenye mechi za qualification labda ya kwenda AFCON au kwenda kombe la dunia kwa upande wa FIFA. Manake hawataki kutumia timu zitumie viwanja ambavyo vinatumia nyasi bandia, na ndio maana uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar ulikosa sifa ya kushiriki ya timu kutumia kwenye mashindano ya kimataifa, especially kwenye mechi za kuanzia hatua ya makundi kwenda hatua ya robo finali. Na ndio maana hata Yanga walitumia ule uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar kwenye mechi za awali tu za mashindano ya CAF, lakini walivyoingia hatua ya makundi hawakutumia tena uwanja wa Amani kwa sababu haukuwa na sifa za kutosha za kutumika kwenye mashindano makubwa ya CAF kuanzia group stage kwenye klabu bingwa, lakini pia kwenye mechi mbalimbali za qualification. Kwa hiyo walitakiwa kubadilisha uwanja kutoa kwenye nyasi bandia na kuweka kwenye kwenye nyasi asilia. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo nilizipata ni kwamba tayari walishaanza kupanda nyasi bandia au nyasi asilia kwenye uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar, lakini bado haujafanyiwa ukaguzi. Na maana kinachofanyika ni kwamba wakishapanda nyasi asili baadaye CAF wanakuja kufanya ukaguzi. Wakifanya ukaguzi wakajiridhisha kwamba pichi ni nzuri na inaweza kutumika sasa kwa ajili ya mashindano mbalimbali, manake unaruhusiwa, utakuwa umekizi vigezo vya kutumika kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini kwa sasa hivi bado haujafanyiwa ukaguzi, na kama haujafanyiwa ukaguzi manake Simba hawezi kuchagua kama uwanja wao wa nyumbani mpaka ufanyiwe ukaguzi uonekane kama umekizi vigezo. Ina maana kama hautakuwa umekizi vigezo, ina maana Simba hawezi kwenda uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar, itabidi wasubiri ukaguzi wa mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Na kama ikitokea uwanja wa Benjamin Mkapa ukafanyiwa ukaguzi na bado ikaonekana kama hujakizi vigezo, maana yake ni kwamba Simba itabidi mechi zao za kimataifa dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika wasicheze Tanzania, inabidi watafute taifa la jirani wakacheze huko, kwa sababu hakuna kiwanja kingine ambacho kina sifa ya kutumika kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwenye hatua ya robo finali, wala klabu bingwa kwenye hatua ya robo finali. Ina maana kwa sababu Tanzania hakuna, itabidi waende nje. Lakini kama ikitokea uwanja wa Benjamin Mkapa ukathibitishwa kwamba umepata sifa mpaka itakapofika ukaguzi wa mwisho, maana yake ni kwamba Simba ataendelea kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama uwanja utakosa vigezo, maana yake Simba inabidi waende Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi au taifa lingine lolote ambalo wana uwezo kupata kiwanja kizuri ambacho kimekizi vigezo vya CAF na FIFA. Na ujue FIFA wanafanya ukaguzi sio kwamba wanafanya ukaguzi kwenye taifa moja, wanafanya ukaguzi kwenye mataifa yote. Manake baada ya hapo wanatoa orodha ya viwanja ambavyo vimekizi vigezo vya kutumika kwenye mashindano mbalimbali ya CAF. Ina maana Simba watakachokifanya, kama uwanja Benjamin Mkapa utakosa sifa mpaka kwenye ukaguzi wa mwisho, ina maana watatafuta taifa lingine ambalo wataomba uwanja wautumie kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa msimu huu Simba wakacheza mashindano ya kimataifa kwenye uwanja ambao haupo Tanzania. Ina maana mashabiki wa Simba wanaweza wakakosa kuiona burudani ya Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mechi za hatua ya robo finali, ambayo itakuwa ni historia hiyo. Kwa mara ya kwanza Simba wataingia robo finali wakiwa hawatumii uwanja watacheza mechi za robo finali wakiwa hawatumii uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ikitokea itafika mpaka tarehe za mchezo zitafika, uwanja wa Benjamin Mkapa haujakizi vigezo au uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar haujakizi vigezo. Sasa hivi mashabiki wa Simba wanachopaswa kuomba Mungu ni kuombea marekebisho ya eneo la kuchezea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa yafanyike kwa haraka. Na yakifanyika kwa haraka maana yake
ukaguzi utafanyika na utapata sifa. Lakini kama maboresho hayatafanyika kwa haraka, ina maana Simba itabidi wakatafute uwanja wa nje, kitu ambacho kwanza kitawakosesha Simba mapato, lakini pia cha pili kinaweza kuwapa rahisi, kinaweza kuwapa ugumu Simba kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, kwa sababu watakuwa wako nyumbani lakini wanaenda kutumia uwanja wa ugenini, lakini pia watakosa mashabiki wengi unless kama watachagua labda uwanja ambao uko Kenya. Mfano kama Kenya watakuwa kuna kiwanja ambacho kimepitishwa wakaenda kutumia uwanja wa Kenya, ina maana watapata mashabiki wengi wa Kenya. Kama watatumia uwanja wa Uganda, ina maana watapata mashabiki wengi wa Uganda. Kama watapata uwanja labda wa Rwanda au Burundi hawana uwanja ambao umepitishwa, lakini pale Rwanda wana uwanja wa Amahoro. Yes, au ni uwanja mzuri sana. Ni uwanja ambao umefanya maboresho makubwa, kwa wanaweza kwenda kutumia huo uwanja kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu nakumbuka mara mwisho ule uwanja ulipitishwa, ulikizi vigezo vya kutumika kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo inaweza ikawapa ugumu Simba kufuzu kwenda hatua ya nusu finali kama watashindwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa au uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar, kwa sababu itabidi waende nje, na wakienda nje mashabiki ambao watakuwa na uwezo wa kusafiri kutoka hapa labda kwenda mataifa ya jirani kutazama mechi ya robo finali ya Simba, mashabiki watakuwa wachache. Kwa asilimia kubwa watategemea mashabiki kutoka kwenye hilo taifa ambalo wataenda kucheza, kitu ambacho kinaweza kuwa ni kigumu. Wanaweza wasipate mashabiki wengi, labda kama lao watachagua uwanja wa South Africa kidogo wanaweza kaenda pia kupata mashabiki wengi, au labda kama ataenda kutumia uwanja wa Zambia kidogo anaweza kupata mashabiki wengi. Lakini ukitazama kwa mazingira jinsi yalivyo kwenye hizi mechi za hatua ya robo finali, unahitaji zaidi kuwa na mashabiki wengi ambao watakusaidia kuanikiza zaidi. Lakini ukiwa hauna mashabiki wengi, wakati mwingine inakuwa ngumu sana kupata matokeo ambayo ni mazuri, kwa sababu shabiki ni mtu ambaye anaweza kuwapa pressure wapinzani, na kama wapinzani watacheza nayo wakiwa comfortable tu kidogo, inaweza kuwa ngumu kupata matokeo mazuri. Lakini pia itakuwa ni aibu kwa Simba inacheza mechi za robo finali afu inaenda kutumia uwanja wa nje ya Tanzania. Yani ni kitu ambacho kitaleta picha mbaya sana kwenye mpira wetu, kwa sababu mpira wetu unaonekana umekuwa sana, mpira wetu unafuatiliwa na watu wengi. Simba ni klabu kubwa, inafuatiliwa na watu wengi. Sasa imekuaje, maswali ya watu wataanza kuwa imekuaje wamesubiri mpaka uwanja unakosa vigezo na nini, kitu ambacho kitaleta picha nzuri sana. Kwa hiyo natamani kuona TFF wakishirikiana na serikali ambao ndio wamiliki wa uwanja wasaidiane kwa pamoja na klabu ya Simba kufanya maboresho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ili uwanja uwe tayari kukizi vigezo ambavyo vinatakiwa, ili Simba watumie huo uwanja kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa sababu kama ikitokea huo uwanja ukakosa sifa, italazimika Simba kwenda nje ya Tanzania kucheza mechi za robo finali, pengine hata na mechi za hatua ya nusu finali kama watafanikiwa kuqualify kwenda hatua ya nusu finali, kitu ambacho kitaleta picha nzuri. Kwanza Simba watakosa mapato, lakini pia mashabiki watakosa ile burudani ya kuitazama klabu ya Simba. Kwa haya na mengine mengi utayapata kupitia Ngereza TV. Usahau kusubscribe na utapata taarifa za mbalimbali pia za usajili na taarifa mbalimbali za kimichezo, bila kusahau uchambuzi wa kina kabisa.